Siku zote penzi ni kama vita, na sio kila mtu ambaye analipigania basi atarudi nyumbani akiwa mzima. Anga lilikuwa zito, si kwa mawingu bali ni kwa ndoto zilizochoka. Matumaini yalififia na mapenzi yalisombwa na mawimbi ya maisha. Ni karibu na fuko za California, mahali ambapo jua huangaza uso wa bahari, lakini giza halifutiki kirahisi. Aliishi Kesi, msichana mwenye ndoto za muziki, lakini anayepambana na sumu ndani ya damu yake. Kisukari aina ya kwanza, ugonjwa usioonekana lakini unachora makovu ndani ya moyo. Kesi ni mrembo wa roho ngumu, mwanamke anayevaa vesti ya matumaini kila asubuhi, lakini anapigana na mfumo wa kiafya usio na huruma. Dawa ni ghali, bima ana, mziki wake ni mzuri, lakini maisha yanambana koo. Anahitaji muujiza, si wa Mungu tu, bali ni wa mtu atakayevunja sheria kwa ajili yake. Kwenye kona nyingine ya jiji tunakutana na Lucky, kijana wa kijeshi mwenye misuli na majeraha ya zamani, si majeraha ya vita ya nje, bali ya ndani, mapambano ya uraibu wa madawa na deni la maisha linalomkimbiza hata ndani ya ndoto. Lucky ni askari, lakini si shujaa wa sinema. Ni mtu ambaye anaogopa giza lake mwenyewe. Wanakutana sio kwa mapenzi ya moyo, bali kwa makubaliano ya akili. Ndoa ya uongo. Ndiyo, Kesi na Lucky wanaingia mkataba wa kuolewa ili kupata faida ya bima ya serikali. Lucky apate fedha za kulipia madeni na Kesi apate dawa za kuokoa maisha yake. Hakuna busu la kwanza la mapenzi, hakuna I love you. Ni mikataba, ni stakabadhi, ni saini ya uongo, lakini moyo hauelewi makubaliano ya karatasi. Ndani ya harusi hiyo ya bandia, dunia ya Kesi na Lucky inaanza kuvutana kwa nguvu isiyotamkika. Mvutano kati yao sio wa kawaida, ni kama umeme wa radi unapokutana na mti wa upweke. Wanachokikwepa ndicho ambacho kinawavuta karibu. Wanapoidanganya dunia kuwa ni wanandoa, wanaanza kuamini hadithi yao ya uongo, lakini jua uwaga lidumu mchana wote. Kuna usiku wa ukweli unaokuja. Katika zile pale siku za kwanza, kila kitu kilikuwa maigizo. Bibi Kesi alijifunza kusema mume wangu, tena kwa ile lafudhi ya kuigiza. Lucky naye akavaa tabasamu la plastiki kama vile anaishi kwenye sinema ya Hallmark. Walijenga historia ya uongo. Walikutana wapi? Walivutiwaje? Kwa nini walioana haraka? Kila jibu lilikuwa ni script ya kuwapumbaza maafisa wa jeshi, lakini ukaribu una sumaku yake. Kesi alipokuwa akiumwa kisukari usiku mmoja hivi, Lucky alisimama pembeni yake, si kama mume bandia, bali kama mtu mwenye hofu ya kumpoteza Kesi. Ilimuingia mifupani. Kwa mara ya kwanza macho yao yalikutana, si kwa ajili ya ila, bali kwa ajili ya hisia, na hapo ndipo uongo ukaanza kugeuka na kuwa sumu. Waliishi pamoja, waligawana siri, chakula na giza la ndani ya nafsi. Kesi alianza kugundua kuwa Lucky ana majeraha ya nafsi ambayo hata vita ikuweza kumponya. Alikuwa na historia ya utovu wa nidhamu, uraibu wa madawa na baba mlevi aliyemfundisha kuwa mwanaume uwaga alii. Lakini mbele ya Kesi Lucky alilia. Wakati Kesi akiimba katika piano dogo sebleni, macho ya Lucky aliganda kwake. Aliyemuona hakuwa tu mke wa mkataba, alimuona msanii aliyekuwa na roho iliyojeruhiwa lakini bado anaimba. Katika usiku mmoja wa mvua, Bibi Kesi alifungua zipi ya koti lake, akamwangalia Lucky na sauti yake ikavunjika. Usijaribu kuniokoa kama ujiokoe mwenyewe kwanza. Na Lucky aliyekuwa na majibu ya haraka haraka kwa kila kitu alinyamaza, kwa sababu hiyo ilikuwa ni kweli. Lakini mbele ya hisia hizo zinazoota, hatari ilikaribia kama kivuli nyuma ya miale ya jua. Ukweli wa mkataba wa ndoa bandia ulikuwa ni kama bomu, lingeangamiza kila kitu pamoja na kile kipya kilichoanza kuchanua mioyoni mwao. Ulikuwa ni wakati wa mpito. Vita vya Lucky vilikuwa vimeisha, lakini vita vyao vya ndani vilikuwa bado vinaendelea. Kesi alikuwa anaota ndoto za mbali, ndoto za muziki wake kusikika dunia nzima, ndoto za kujitegemea bila kulipiza. Na Lucky alikuwa akiishi na mzigo wa makosa ya zamani, deni la kihistoria la hisia na hasira ambayo alifunza kuificha. Lakini walikuwa wanaelekea kwenye kitu halisi. Walianza kugusa mapenzi bila kulazimisha. Bibi Kesi aligundua kuwa mume aliyemuoa kwa faida alikuwa pia ni mwanaume wa kwanza kumuoa kwa jicho la kweli, si kwa sura wala umbo, bali ni kwa zawadi yake ya ndani. Lucky alimsikiliza, alimsimulia ndoto zake, alimsafishia sehemu ya kuandika nyimbo zake, na alimheshimu bila hata maelewano. Waliingia kwenye mahusiano bila hata kujitambua. Kicheko kilianza kuwa cha dhati, miguso yao iliacha kuwa kimaigizo. Usiku mmoja hivi, Kesi aliimba mbele ya hadhira. Macho ya Lucky alimwangalia kwa fahari, na si kama mume feki, bali kama mwanaume aliyepigwa radi na mwanga wa kweli kutoka kwa mwanamke huyu. Lakini wakiwa katika safari ya kihisia, hatari ilijitokeza kama miiba barabarani. Jeshi likaanza kufuatilia ndoa bandia. Ripoti zilikuwa zimeenea na macho ya sheria yalikuwa makali kuliko kamera. Rafiki wa zamani wa Lucky alijua yote. Alianza kushuku tabia yao ya kuwa karibu ghafla. Je, walikuwa wameangukia penzini kweli kweli, au walikuwa wakilazimisha kuamini uongo wao? Kesi alipogundua kuwa Lucky hakuwa amewaambia wote ukweli,
hasa kuhusu matumizi ya madawa aliyompotezea sifa zamani. Moyo wake ulivunjika, si kwa sababu ya mkataba, bali ni kwa sababu alihisi kudanganywa. Alikuwa ameanza kumpenda kabisa na sasa ukweli unamchoma kama msumeno. Katika jiji la Sacramento palipojaa mwanga na baridi la usiku, waligombana. Kesi ililia kwa mara ya kwanza mbele yake, si kama mwanamke aliyejifanya, bali kama msanii aliyechoka kuvumilia. Anamwambia kwamba hukuwa na haja ya kuniokoa, nilikupenda hata kabla ya kuwa shujaa. Na Luke alinyamaza kwa mara nyingine. Mwanaume huyo aliyepitia risasi, milipuko na vifo alishindwa kujibu mbele ya mwanamke aliyempenda kimya kimya. Hatimaye ukweli ulifichuliwa mahakama ya kijeshi ikawahoji. Mkataba wao ukawekwa mezani kama ushahidi wa kitapeli. Walitengwa, kesi ilipelekwa nyumbani na Luke alikamatwa kwa kosa la ulaghai wa ndoa kwa faida ya fedha. Lakini wakati kila kitu kinaonekana kuanguka, waligundua kitu kingine. Walikuwa wamejenga penzi kwenye misingi ya uongo, lakini walilelea kama mtoto. Walilipenda kwa dhati na sasa walikuwa tayari kulilinda hata kwa gharama ya uhuru wao. Kesi alishuhudia mbele ya mahakama akielezea ukweli. Aliwaambia kwamba ndiyo tulioana kwa faida, lakini hatakuwa tunajua kuwa faida kubwa zaidi itakuwa ni kupendana. Watu walinyamaza na wengine walicheka kwa kejeli. Luke akapewa adhabu ndogo na kisha akaachiwa kwa masharti, lakini jaji aliuona ukweli ambao hauonekani kwenye vielelezo. Kesi ilimsubiri nje ya mlango wa gereza. Hakuwa na maua, hakuwa na violin, alikuwa na macho yaliyojaa samahani, lakini pia matumaini. Walikumbatiana kwa mara ya kwanza, si kama waigizaji, bali kama watu waliovuka jangwa la uongo hadi nchi ya ukweli. Hapa filamu ya Papo Art si tu hadithi ya ndoa bandia, ni hadithi ya watu wawili waliotoka katika matabaka tofauti. Msanii maskini mwenye ndoto na askari aliyepoteza njia. Ni hadithi ya mwanamke anayepambana na ndoto na ugonjwa wake huku akipigania heshima yake, lakini pia ni hadithi ya mwanaume aliyefunzwa kuficha hisia zake, lakini akajifunza kupenda kupitia machungu. Na mwisho kabisa, hii movie inatufundisha kuwa ukweli unaweza kuzaliwa hata katika uongo, lakini ili ustawi unahitaji ujasiri wa kusamehe na moyo wa kuamini tena. Na uwapo ndio mwisho kabisa wa dubuna letu ili hapa.